La tatu, tuendelee kuombea taifa letu haki na amani. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, haki na amani, tuendelee kuombea hiyo. Wale ambao wamesafiri, wameenda nje, pengine wameulizwa. Walao mimi nimeenda sehemu mbili ambazo walinishangaa. Kwanza nilienda Ufaransa, tukiwa katika darasa la Kifaransa, wakatuambia kila mmoja aimbe wimbo wa nyumbani kwao. Mimi nikaimba, tazama ramani utaona nchi nzuri yenye mito na mabonde mengi ya nafaka. Walidua, na hakuna aliyeimba tena kama mimi wimbo kama huu. Kwa hiyo kapata picha ya Tanzania. Lakini nilienda vile vile nchi ya Panama, ni kati ya zile nchi ndogo ndogo kabisa ziko pale Amerika ya Kati. Niko parokiani, wao wanaongea lugha ya Kihispania. Wakanikaribisha, wasema jitambulishe. Nikasema natoka Tanzania. Sasa Tanzania ndio wapi? Nikaanza kueleza historia. Ni nchi ya Nyerere. Sasa hiyo. Kwa hiyo wanajua kwamba ni nchi ya Nyerere. Wanamfahamu sana Nyerere, wanamfahamu sana baba wa taifa, wanafahamu aliyofanya makubwa, na wanamwenzi kule Panama. Kumbukeni ni Panama, sio Tanzania. Kwa hiyo sasa sisi lazima tujitathmini kama Watanzania, tuko kwenye reli. Kiangalia katika historia hata ya ulimwengu tu wote, ilifika kipindi fulani watu walitoka nje ya reli mpaka wakaanza kuagua, wakaanza kuogopa nyota. Sasa nyota hii ina control maisha ya mtu, kawata kuagua, kufanya nini, na ushirikina ukaingia. Kikaa ni kipindi cha giza. Wakakaa watu wakasema, tumekosea wapi? Wakasema turudi kwenye misingi yetu. Ndio kikatokea kitu kinaitwa enlightenment. Sasa ni kipindi cha mwanga sasa kutokea. Walitokea wanasayansi wengi sana kipindi hicho. Na kwa sababu na sisi tuangalie, turudi kwenye misingi. Tunaelekea wapi? Naonekana tunapotea, tunakoenda ni gizani. Turudi kwenye misingi. Tutafakari utu wetu, tutafakari Waafrika wetu, kwamba sisi ni ndugu. Katika mila zetu za Kiafrika tulishirikishana furaha, huzuni. Lakini sasa hizi ubinafsi unatawala, mihemko inatawala, chuki inatawala, ndio kupotezana kunatawala. Tumekuwa Waafrika sisi kweli, ambao katika misingi yetu tuliishi pamoja, tukasaidiana, tukashangilia pamoja kwenye furaha, tukashangilia pamoja kwenye huzuni. Mtoto akizaliwa tunashangilia na ile familia, tukawalea watoto wetu malezi ambayo ni shirikishi. Nini kinatokea leo? Baba wa taifa akasema tusiwe na ukabila, tuwe kitu kimoja, tuongee Kiswahili. Wa kaskazini akaishi kusini bila shida, ajisikie nyumbani. Wa kusini akaishi kaskazini bila shida, ajisikie nyumbani. Nini sasa kinatokea leo? Kuna kitu si sawa. Tumeshaenda nje ya misingi yetu. Tukae chini, tutafakari tena upya. Kama wenzetu walivyotafakari upya, wakapata mwanga, wakaanza upya na wakaendelea na safari. Na sisi tuweze kuangalia hivi. Ni wale wa Tanzania ambao wanashangilia mwenzao anapoteseka. Ni wale wa Tanzania ambao walijikosoa kwenye mabaya
ni wale wa Tanzania ambao walishirikishana si kwa unafiki, waliweza kuishi maisha ambayo ni ya kuleana. Wewe unakosea, ni wale tunaelekea wapi? Tutafakari sana hili, na ndio maana tumlilie Mungu sisi wote, kila mtu na imani yake. Hili swala si la kusema si huyu Mkristo, huyu sijui ni Muislamu, si huyu ni nani. Ni swala la kuangalia umoja wetu kama binadamu. Halihusiani kabisa na mambo ya imani hilo. Tunaangalia Kiingereza wanasema divine law, maana sheria ya kimungu ndio tunayoangalia. Tunaangalia natural law, sheria ya maumbile. Tunaangalia sisi binadamu si wanyama. Tunaangalia yote haya yatusaidie kutafakari vizuri, tuishi vizuri. Tusiishi uadui na mihemko na kudanganyana na kusifiana kusikofaa. Tuishi na tuliendeleze taifa, sio kwa ajili ya kulindana. Ili tuende mbele lazima tuweze kukosoana kwa upendo. Tukosoane kwa upendo. Ukiwa mshirikina nakwambia uweze kaenda mbele. Ukiwa na imani hiyo, kila kitu utaogopa. Ndio maana tunasema kwamba saa hizi watu wameelimika, wamesoma sana, wana elimu, lakini ushirikina umezidi. Watu wanaagua, watu wanapasua manazi. Kuna wakati mwingine unaweza kushangaa mtu amepaki gari yake nzuri sana, lakini yupo na mganga wa kienyeji anamzunguka na matunguli. Jamani. Elimu ile iko wapi? Natusaidia kweli? Elimu inatusaidia tumjue Mungu, tumpende Mungu, tumtumikie Mungu, turudi kwake. Sasa tuangalie hivi kwa makini. Tunaelekea wapi? Matokeo yake sasa hata heshima kwa wakubwa wetu hakuna. Mimi namwangalia baba yangu naona sawa tu. Maana tunatumia lugha za mitaani, unamuita baba yako dingi. Lakini sasa dingi ni nini? Si kitu. Yaani kwa Kijerumani ukifuatilia vizuri, limetoka wapi ile dingi? Dingi maana ni kitu. Baba yangu amekuwa kitu. Mama yangu nisimheshimu mama yangu tena, heshima iko wapi? Maadili yako wapi? Mmomonyoko wa maadili huu. Tunasema kila mtu analia, alafu analia sasa tumepotea, tunaelekea wapi? Sasa hizi kuuana tu. Mwanadamu anachinjwa kama kuku sawa tu. Alafu baadaye uongo ndio unaoshuhudiwa. Sasa tunaenda wapi? Tumuombe Mungu turudi kwenye misingi yetu. Tuishi utu na tuwe na heshima ya utu. Tuwalinde watoto wetu dhidi ya mashambulio haya. Tunashambuliwa katika namna mbalimbali. Najua kwamba kwenye wimbo ule wanatazama ramani nasema utumwa wa nchi Nyerere aliukomesha. Sasa kuna utumwa mamboleo. Utumwa mamboleo unatutesa leo. Watu wako hivi tu nyuma ya watu wanaabudu watu wenzao. Anayestahili kuabudiwa ni Mungu peke yake. Tumwabudu huyu, atatusaidia, tutapata baraka na tutamsifu milele. Niwasihi ninyi nyote tuweze kweli kusali, kupiga magoti kweli kuomba ili Mungu atunusuru na tunakoelekea. Tumsifu Yesu Kristo.